have prepared something for you, O God. We are grateful, dear Master, because of the things that you prepared for us, Lord. Thank you, dear Master. Tunakushukuru kwa sababu Bwana unasema kila mambo yetu. Na tutakuomba vile Bwana Mungu wetu. Asante ni kwa sababu unaenda kutumia mtumishi wako kadri na mapenzi yako. Unampa ufunuo usio wa kawaida Bwana wa Mungu. Unampa usemi Bwana wa Mungu. Ebeneza tusaidie Bwana nasi Bwana. Wafungue mioyo yetu Bwana wa Mungu tusikie kutoka kwako Bwana. Asante Bwana wa amani. Ni kwa sababu Bwana wa Mungu neno hili Bwana linapoachilia Bwana nikaweze kulichukua na kulibia nao. Nikaweze kutusaidia katika maisha yetu. Ebeneza tusaidie kuwa kama neno. Tusaidie kutembea na neno lako. Tusaidie katika kila jambo tukaenende na kufanya kulingana na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Nakataa kila mipango yote ya Mungu shetani ambayo hupinga neno la Bwana na Bwana Yesu. Mungu mwenye enzi tunakushukuru ni kwa sababu unafara. Kwa sababu hakuna silaha zote zimeinuliwa kinyume na neno lako ambalo litakalo faulu. Ya basi silaha zote zimeinuliwa kinyume na watu wa Mungu hazitafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. My Father, tunaunganisha mawazo ya watu wako na neno lako na mtumishi wako unapoleta neno lako Bwana. Mungu wa ajabu, hakuna yeyote ataweza kusikata. Hakuna yeyote atakaye kuondoka. Bali nafala ataweza kuconcentrate na kusikia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Chukua shukrani na utembee nasi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Sema zote amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako kwa Bwana. Haleluya. Weka maua ya kila rangi. Weka rangi ya kijani kibichi, majano. Weka rangi nyeupe, nyekundu. Haleluya. Tuweze kushangilia Bwana Yesu kwa neno lake. Tunapokaribisha mtume akaribisha mtumishi wa Mungu. Amen.
Haleluya. Acha nitumie hii. Sasa mimi nilikuwa nahubiria vile sijui unaniuliza nini. Wewe kidogo ile kwa. Amen. Jumbe. Ilikuwa na leo. Sasa mimi nilisa juu ya kile Fayotes wa. Haleluya. Kwa sababu alipo Bwana yote inawezekana. Ili jambo linawakile iwatumie ndiwane na yamwe yangorana jirene yonogera imane yamanetire yuratumie ndiwane na yamwe yangorana jirene yonogera. Kusonga kwa kiungu. Kwa nani? Kwa Mungu. Kusonga kwa Mungu. Kwa kiungu. Kusonga kwa Mungu kwa kiungu. Divine Mungu. Amen. Nayo divine Mungu ndio ni it is wewe bila corona. Mtaka Biblia kama mali. Kama wewe mama sababu nileta aliweka. Ai! Simnisaidie. Mwaze. Bali ya kupata yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari mwaze. Kwa sababu. Ndio. Kwa sababu. Ugeni. Bwana asifiwe. Bwana. Naomi. Nishikilia hapo ugeni. Wende. Kwaje? Ndio mama. Wenda. Dia shetani anakurejesha. Shetani ana nguvu. Ana uwezo. Kwa nini kwa hapa leo? Unajua? Waanze bao. Bwana Yesu asifiwe. Ulinyana leo ni kitu. Kuna hivi. Kwanza leo ni waone. Wanaona tena zaidi kwa na Biblia. Sasa nita nataka hapo kwa mlango. Merci beaucoup. Rai, naona kwa imani ya kumado. Yule basi ai maisha. Ya mimi. Bishop no. Ayu. Tuti. Ndio ndio. Ndio.
divine move. Naongelea kuhusu a breakthrough. It is a long-awaited answer to a prayer. Amen. Great divine move. Ni breakthrough ya Mungu. A long-awaited answer to a certain prayer. Umeomba, umetoa dhabihu, umelitia jina la Bwana, umefunga, umetafuta uso wake, all of a sudden, hiyo dhabihu ambayo umeinulia, hiyo maombi ambayo umeomba, hiyo kilio ambayo umemlilia, amen, inafanya Mungu anainuka kwenye kiti chake na anakimbiza hiyo tabu ambayo ulikuwa unataka kusingizie. Amen. Na hivyo ndivyo Mungu ametutendea siku ya leo. Umekulilia, umeinua dhabihu, umefunga na kuomba, umelitia jina lake. Siku ya leo ameinuka. Bwana Yesu asifiwe. Ameamua kuwatembelea, amewatenda wema. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. A long-awaited answer to a prayer. Amen. Amen. Another meaning of God's divine move. It is a revival, a sudden widespread awakening of faith. Amen. Tunapata kwamba shetani alikuwa anaachilia wingu ya giza, ila yeye wana wa Mungu wakuwe na mashida mingi, wakuwe na matatizo mingi, maisha yao walembee, imani yao ishuke. Amen. At all of a sudden, Bwana Yesu asifiwe. Wana experience God's divine move. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu ametembelea na haki, Bwana Yesu asifiwe. Kila minyororo inakutika, kila madhabahu ya giza inatii, kila sauti yote ya kinyume inatii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naona siku ya leo kupitia neno la Bwana, kila sauti ya kinyume ikitii sauti ya Bwana, kila madhabahu ambayo ilikuwa inanena kinyume na wewe, ambayo ilikuwa inakurudisha nyuma, ambayo ilikuwa inakuzuilia, wakati nguvu za Bwana zinatawala siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme na madhabahu yote inawekwa chini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Another meaning, it is a miraculous provision, an undeniable act of God's timing and provision. Amen. Tuko pale pale. God's divine move. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa umekwama kabisa, biashara haiendi, kazi haiendi, mfuko hauna kabisa, unaelewa na mate, hausoki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kabati haina chakula, ni kwa sababu hakuna pesa, hakuna financial breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia God's divine move, Bwana Yesu asifiwe, inafanyanga mbingu inakufungukia, unapeleka an open heaven. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia divine provision, milango na madirisha ya mbinguni inafunguka, anakuachilia financial breakthrough ya kipekee. Na hivyo ndivyo anataka kufanya ndani ya maisha yako leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God's divine move. Wacha tusome maandiko katika kitabu cha Genesis chapter 41. Nasoma verse 14 and 38 to 44. Mwanzo 41 mstari ni wa 14. Maandiko yanasema, ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, akamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Mstari wa 38 mpaka 44. Maandiko yanasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno langu watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, zama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavuta pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni makoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao,
na bila amri yangu mtu asiinue mkono katika nchi yote ya God's divine move. Ivindoro mudenya umokiagare homwetu gomana ya agitikane omwenendo ukagegero mudenya omwe ayalewekera keondo okimwetu winaro ya rotora ya nime
Then verse 16, 17. Esther. Kitabu cha Esther mlango wa 2 mstari wa 5 mpaka wa 9. Tutaruka pale ndio 16 na 17. Hivi ndivyo maandiko yanasema. Basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai bin Yairi bin Shimei bin Kishi wa kabila ya Benyamini, ambaye kwamba amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye Nebukadneza mfalme wa Babeli alimchukua. Naye alikuwa amemletea Adasa, yaani Esther, binti wa mchombake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa wa umbo mzuri na uso mwema. Na walipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimtwaa kuwa binti yake yeye. Basi ikawa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani ngomeni mikononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho lake na vijakazi 7 walio haki yake. Na nyumbani mwa mfalme pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Mstari wa 16 na 17. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya mfalme. Mwezi wa 10 ndio mwezi wa Tebeti, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Yesiteri mwetu wale wanjiwa watora galea dewa kwa mamawe etikiri kabiki wandobe motwe agete kamona makimundu aja sikwagerera dewe tekereka hande kore kore na duda wakwa urembari na beria wakinya Mtoto ambaye ni yatima, hana mama, hana baba. Bwana Yesu asifiwe.
2 Samuel chapter 2. 2 Samuel chapter 9 and verse 1 to 11. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11. Maandiko yanasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Alikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi akamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yupo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitamtendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mtu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefibosheti mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Na kwa habari ya Mefibosheti, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmojawapo wa wana wa mfalme. Ungekanya Mefibosheti
Unaona hapo kunaga hata njia ya kupita huko kwenye kumeflag sewage huko. Kunaitwa road line.